Hali gani mwana michezo wenzangu popote ulipo? Karibu kwenye Sports Recap maalum kabisa, Sports Recap special kuangazia yale yote ya kimichezo, hasa matukio ambayo yametokea katika wiki nzima hapa, tukikusanya kukuletea matukio muhimu na maalum kabisa katika siku hii leo. Mimi ni Kiapo Benedict na hii ni Sports Recap special. Basi bila kupoteza muda tuanze kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia kupitia Sports Recap maalum kabisa. Moja matukio makubwa katika wiki hii ni kushuhudia mlinda mlango wa zamani wa klabu za Yanga, Simba pamoja na Kagera Sugar, Juma Kaseja akiongoza Kagera Sugar kuweza kufuzu hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho la CRB mara baada ya kuwafunga Tabora United kwa mikwaju ya penalti. Ni mafanikio baada ya kuifunga Tabora United kwa mikwaju ya penalti. Ni mafanikio ya kuvutia kwa Juma Kaseja ambaye amegeukia sanaa ya ukocha mara baada ya kuwa golikipa mwenye mafanikio makubwa ndani ya ardhi ya nchi ya Tanzania, akicheza vilabu vikubwa lakini pia akiweza kucheza timu ya taifa kwa mafanikio. Pia Juma Kaseja alichukua mikoba ya Mels Medo ambaye alishindwa kufanya vizuri ndani ya Kagera Sugar, na mpaka sasa ameongoza Kagera Sugar katika mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na ameweza kufanikiwa kutoa alama 3 ambazo zimewasogeza Kagera Sugar kutoka katika eneo la chini kabisa katika nafasi ya 15 na kupanda mpaka nafasi ya 14, na hiyo kumaanisha kwamba ameweka katika eneo ambalo wenda wangeshuka moja kwa moja na ameweka katika eneo ambalo wanaweza kucheza playoff. Hiyo ni taarifa ya kufurahisha pia, na hii inadhihirisha kesho bora kwa Juma Kaseja kwenye eneo la ukocha iko salama kabisa, na tuna uhakika kama Tanzania tunakwenda kushuhudia miongoni mwa makocha wazawa ambao watakuja kuwa na mafanikio makubwa. Kwingineko bwana, klabu ya Simba imeshawasili pale nchini Misri, ambapo inaendelea na maandalizi ya kuikabili Al Masry katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ambao utatarajia kupigwa Aprili 2 pale nchini Misri. Ni mchezo ambao pengine unataja kuwa na mvuto na msisimko wa hali ya juu, huku inaelezwa siku 14 kabla ya Simba kuwasili hapo jana, maafisa watatu wa Simba walikuwa nchini Misri kuhakikisha kwamba hakuna chochote kibaya ambacho kinaweza kutokea, kuhakikisha usalama unakuwepo, kuhakikisha wachezaji wanaweza kufika katika mazingira yaliyokuwa salama, lakini pia kuendelea kuwasoma wapinzani wao kwa maana ya Al Masry. Simba watahitaji kuvuka hatua hii, kwa maana wanahitaji kuhakikisha kwamba wanaweza kwenda katika hatua ya nusu finali, kwa maana mara kadhaa wamefanikiwa kufika robo finali. Hivyo mtihani uliosalia ni kuhakikisha basi wanaweza kufuzu katika hatua ya nusu finali. Mwalimu Fadlu Davis alivyoorodhesha kikosi chake, mchezaji ambaye amekosekana moja kwa moja basi ni Shema Lawn Fondo ambaye yuko na majeraha, lakini pia Aisha Manula ambaye amekuwa kama yupo kwenye mipango ya timu kwa takriban msimu mzima hivi sasa. Hivyo Simba wameshaanza maandalizi na mapokezi yalikuwa makubwa. Mashabiki nchini Misri walijitokeza kuweza kuipokea klabu ya Simba nchini hapo. Tukiachana na taarifa hiyo, na kama ambavyo nimekujuza, leo ni Sports Recap maalum kabisa, vitu special na vipata hapa kupitia Sports Recap ya FJTV. Tumalize sasa kitu kingine maalum ambacho tumekuandalia katika uga wa kimichezo kutoka pale nchini Spain. Bwana, tunafahamu kwa siku ya jana au siku ya kuamkia jana tulishuhudia mchezo wa ligi kuu nchini Spain kwa maana ya La Liga, ambao uliwahusisha klabu ya Barcelona dhidi ya Osasuna, huko Barcelona wakibuka na ushindi wa mabao 3-0. Mara baada ya mchezo kutamatika, Osasuna waliweka hadharani nia ya kuishtaki klabu ya FC Barcelona mara baada ya kumtumia mchezaji wao Inigo Martinez. Kwa nini Osasuna walitaka wanafikiria kuishtaki FC Barcelona? Inigo Martinez alikuwa ni wachezaji ambao waliorodheshwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Spain ambacho kilikwenda katika michuano ya UEFA National League, lakini baadaye akatangaza kujitoa, akiomba kujitoa katika kikosi hicho. Hivyo ambavyo alitolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa, akarejea kujumuika na timu yake na klabu yake ya Barcelona kwa maana alikuwa na majeruhi. Lakini hali ya kushangaza pia, klabu yake ikamtumia katika mchezo dhidi ya Osasuna kinyume na utaratibu, kuna ambavyo inasemwa na taratibu za Spain ziko hivi: mchezaji akiitwa katika majukumu ya timu ya taifa na asipofanikiwa kwenda, basi anapaswa
anapaswa kukaa siku 5 angalau mara baada ya majukumu ya timu ya taifa kumalizika, ili aweze kuwa na uhakika wa kutumika tena. Lakini Inigo Martinez hakutimiza hizo siku 5 na alitumika kabla siku 5 kuweza kutimia. Lakini ipo exception ambayo inawapa favor Barcelona. Inasema kwamba endapo klabu itaona uko muhimu wa kumtumia mchezaji huyo, basi wanapaswa kuomba kibali cha kumtumia mchezaji huyo. Mpaka sasa haijathibitishwa kama Barcelona waliomba kibali cha kumtumia Inigo Martinez, lakini vyanzo vinasema kwamba Barcelona wako salama, hawatoadhibiwa kwa sababu yoyote ile ya kumtumia Inigo Martinez. Hivyo majarida makubwa ya soka kutoka Spain yanazungumza hivyo kama Mundo Deportivo. Mimi ni Kiepo Benedicto na hii ilikuwa ni Sports Recap maalum. Usiache kutazama vipindi vingine vya FJTV. Nikusi salia hapo uendelee kujivunia na kupata yale yote yaliyo mema. FJTV, hili ni chimbo jipya.